za kazi. Lakini wimbo mwingine unasema hivi ni lini tumekuwepo kwenye gereza miaka 6,000. Tulipokuwa Dar es Salaam tumejifunza habari ya miaka 6,000. Nini kimetokea ndani ya miaka 6,000? Tumeshughulikia hilo somo mpaka tukaingia kwenye historia ya Adventista, na kulikuwa na Mwadventista aliyetoka Kongo pia, na huyo Mwadventista mpaka tunamaliza ile historia ya Adventista alichukua uamuzi na kujiunga na kanisa hili. Kwa hiyo tunahitaji kujua historia yetu kutokea uumbaji mpaka hapa tulipo, na baada pia ya dhambi imeingia, imetugharimu kuwepo kwenye kifungo cha miaka 6,000. Asante. Sasa tumefikia mwisho wa wakati. Mwisho huo wakati tunaupata katika kitabu cha Danieli, ndio ambacho tunahitaji tujifunze sasa asubuhi. Danieli sura ya 12 inazungumzaje? Lakini napenda kuleta utangulizi kidogo kuhusu kitabu cha Danieli. Tunaweza tukaona kitabu cha Danieli kina sura 12, lakini tukakirahisisha kukiweka kitabu cha Danieli katika mazingira ya aina mbili tu. Kutoka sura ya kwanza mpaka sura ya 6, yale sio maono ya Danieli. Tuko pamoja? Sio maono ya Danieli, ila wakati Nebukadreza ameota ndoto, ndipo mtu wa Mungu Danieli ndiye aliyekuwa mtafsiri wa ile ndoto, lakini sio aliota Danieli. Si mpaka hapo tuko pamoja? Hiyo manake tunachukua kwa kifupi kwamba kuanzia Danieli 1 mpaka Danieli 6 sio maono ya Danieli. Lakini sehemu ya pili kuanzia sura ya 7 mpaka sura ya 12 ni maono ya Danieli na maelekezo ya pambano baina ya mema na mabaya kuhusiana na kanisa la Mungu hadi mwisho wa wakati, na pale ikifunuliwa kwamba adui wa kanisa la Mungu wakati wa mwisho ni utawala wa Roma. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hayo ndio tunahitaji tuwe makini tunapojifunza Danieli 7. Tusichanganye maelezo, tunahitaji tujifunze kwa kufuata pointi kwa pointi, hasa juu ya utawala wa nne, ambao huu utawala wa nne unahitaji kujifunza kuelewa katika namna 3. Mnyama wa kutisha, jambo la kwanza. Mnyama huyu wa kutisha alitawala kuanzia lini mpaka lini? Alafu mnyama wa kutisha mwenye pembe 10, hiyo ni hatua ya pili. Ilikuwa lini akawa na pembe 10? Kwa sababu hata mnyama anapozaliwa hawi na pembe wakati ule, unajua hiyo, lakini anaota baadaye. Sasa hii Rumi, mnyama wa kutisha, hilo la kwanza. La pili, alikuwa mnyama wa kutisha mwenye pembe 10, lini aliota pembe? Ndio pointi ya pili. Pointi ya 3, mnyama wa kutisha mwenye pembe 10 na pembe ndogo iliyozuka ambayo mbele yake pembe 3 nyuma yake, lini? Vyote hivyo vinahitaji kuvishughulikiwa, kila jambo na wakati wake. Alafu baadaye ndipo kuna vitu ambavyo katika kitabu cha Danieli huwezi ukasoma ukayakuta, ila utakwenda kuyakuta kwenye kitabu cha Ufunuo. Kuna mambo yameongezeka pale. Sasa hizi ni hatua za kujifunza kimoja baada ya kingine,
wakati mnyama wa kutisha na kanisa la Mungu lipo, lilisumbuka vipi na mnyama wa kutisha ambayo tunaita Rumi ya kipagani. Lakini mnyama wa kutisha mwenye pembe 10, kanisa lilikutana na changamoto hizo kinamna gani wakati Rumi imegawanyika kuwa falme 10, wakati mahali na kwa nani na maeneo tu yafaa. Lakini jambo lingine la tatu, mnyama wa kutisha mwenye pembe 10 na pembe ndogo ambayo ilipozuka pembe 3 zikang'olewa. Ilikuwa lini? Kulifanyikaje? Haya, pembe 3 hizo ziling'olewa lini? Mmoja baada ya nyingine na mwaka wake. Mpaka baada ya hizo zikang'olewa, kilichofuata nini? Kwa hiyo tukisha kuwa na vitu hivyo kuvitambua, tutaelewa ni kitu gani sasa kinachohusu wakati huu kinacholingana na wakati ule, kwa sababu historia inajirudi. Haya, hapo tunaacha masomo hayo, yana fafanuzi nyingi sana. Sasa katika utawala huu wa Rumi ambao tunauona sheria zake, utendaji wake ulikuwa ni mwaka 538 mpaka 1798. Hiki kitu kinazungumziwa katika Danieli sura ya 12. Na baada ya utendaji ule kuna hesabu zingine zinazoonyesha kuna miaka 1290. Tumeipata hapo kwenye sura hii ya 12. Lakini kuna jambo lingine linalozungumzwa, kuna utendaji wa siku 1335. Tumeyapata hayo, tunahitaji kuyaelewa vizuri sana, na hayo yanatuleta kwenye mwisho wa wakati ili tutambue tunaishi wakati gani. Sasa tuanze kusoma, tuende fungu baada ya fungu katika Danieli sura ya 12. Na mtu aliye tayari asome. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu ilipoanza kuwapo taifa. Hata wakati huo huo na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe, Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Asante Bwana asifiwe sana. Hii ni hatua ya kwanza ya utangulizi. Tunaposoma kitabu cha Danieli sura ya 12, maana yake fungu lile la kwanza ndilo litakalomalizia historia. Tuko pamoja hapo? Kwa sababu hilo linahusu, kuna kundi la watu watakaofufuliwa, lakini watafufuka baada ya hatima ya pambano la mwisho. Mikaeli atasimama upande wa wana wa watu wake, hata kuwa tena mtetezi. Hapo amevaa mavazi ya kulipiza nini? Kisasi. Anaonekana hapo, hilo ni pambano. Sasa hapo tayari hesabu ya raia wa ufalme imesha kamilika tayari, yuko upande sasa, sio mtetezi wala mwombezi. Hilo ndilo jambo la mwisho, lakini anatuelezea pia pale kwamba kuna swala la ufufuo la watu wabaya sana
na wema 7 kwenye mwisho wa wakati. Alafu katika mstari ule wa 3 anaelezea sifa za wale wenye kuongoza watu. Anasema na wengi wa hao katika fungu la 3 anasema na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Katika maelezo hayo yakamaliza hivyo kuonyesha namna ya mwisho wa pambano itakavyokuwa. Lakini fungu la 4 akasema, lakini wewe Danieli, yafunge haya maneno hata wakati wa mwisho. Hayakuhusu saa hizi, hayahusu bado ule mwisho, ila akaonyesha mwisho utakuwaje. Akasema maarifa yataongezeka. Ndivyo hapa panavyotueleza katika mafungu hayo. Sasa mwenzetu Danieli hakuridhika na hivyo, bado aliendelea kuwa makini kusikiliza na kuangalia hayo mambo yatakuwaje. Maana yake kama Danieli alikuwa makini sana vile, sisi tuliofikiwa na mambo haya ndio tunahitaji kuwa makini zaidi kuliko Danieli. Sasa tuende mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema, ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule kwamba litakuwepo. Nataka ujue kwamba hili jambo sasa litakuwa muda gani, maana isije likakushtukiza. Kwa hiyo hapa anasema, alipokuwa anasikiliza haya, anasema kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja upande huu na mwingine upande huu wa mto. Sasa kukawa na maswali ya kuuliza. Je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Mambo ya ajabu ni yepi? Si yale yaliyotangulia pale juu? Lakini sio yale tu ya juu pale, lakini pia inatuleta historia yote ya mpambano la falme na nini na nini mpaka kuleta mwisho wa wakati, mpaka Mikaeli asimame upande wa wana wa watu wake. Itachukua muda wa miaka mingapi? Lakini ramani kubwa ya migawanyo ya mahesabu hayo, tusisahau siku 2000 kwamba ndani ya siku 2300 kuna vipengele A, B, C, D. Tuko pamoja? Tukisema vipengele A, maanake matumizi ya majuma 70 au miaka 490 iliyogawiwa kwa Wayahudi, na mahesabu yake ndani mule ni kipengele namba 1. Kipengele namba 2 ni matumizi ya miaka 1260, hicho pengele B. Kipengele namba 3 ni matumizi ya siku au miaka 1290. Kipengele D, matumizi ya miaka 1330, yote iko ndani ya siku 2300. Hapo tuko pamoja? Tusonge mbele, tusipoteze muda. Haya, sasa akataka aelewe itachukua muda gani haya mambo ya ajabu. Jibu likatokea mstari wa 7. Anasema nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati,
Tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Asante. Jibu limetokea. Jibu tunalolipata hapa linasema itachukua nyakati 2.5. Haya, wakati ni nini? Nyakati 2 ni nini? Na nusu wakati ni nini? Tunajua wakati ni umoja, nyakati 2 ni uwingi, ndio maana. Kwa hiyo wakati kiunabii ni mwaka huu ambao una siku 360. Haya, nyakati 2 maana yake ni miaka ambayo miaka 2 sawasawa na siku au miaka 720. Sasa tunachukua pale 360 ongeza 720 kujumlisha pale 1000 na ngapi? Na 80. Nusu wakati maanake ni 360 gawanya kwa ngapi? Inatuleta 180. Ukiongeza pale inatuleta 1260. Kwa hiyo maana yake alichokuwa akizungumza hapa, alikuwa anasema itachukua muda wa miaka 1260. Sasa tumeshapata muda, lakini hatujui huo muda unaanza lini. Tuko pamoja? Lakini kuna sentensi imeshazungumza pale, inasema hivi: huo muda utakamilika, lakini utakuwa tayari umeshatumika kwa kuwavunja nguvu za hao watakatifu, ndipo mambo yote yatakapotimizwa. Ni muda gani ambapo nguvu ya watakatifu ilivunjwa? Lazima turudi kwenye kitabu cha Danieli sura ya 11 ambacho ndani yake kanisa lilipata shida, kipindi cha zama za giza. Kipindi cha zama za giza kilikuwaje? Ni kwamba wakati kanisa la Rumi limeunganika na serikali kukabidhi mamlaka yao mikononi mwa kanisa la Rumi, upapa, na papa kukalia kiti kilichokuwa cha serikali ya Rumi. Na sasa manake hapo sasa kiongozi aliyekuwa wa dini akawa kiongozi wa serikali na nini na dini. Mara tu baada ya mwaka 508 kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu, miaka 30 baadaye, hiyo miaka 30 baadaye ina maana yake ndani yake kwamba kulikuwa na maadui watatu wa upapa: Heruli, Vandos na Ostrogoth. Tuko pamoja hapo? Hizo ndio pembe tatu. Kwa nini? Falme zingine zote zile 7 zilikuwa zimepokea dini ya Rumi. Mafundisho yalienea, yakakolea na yakapokelewa. Lakini kwenye mataifa haya matatu wao walikataa: Heruli, Vandos na Ostrogoth. Kwa hiyo wao walikuwa na dini yao inaitwa Arian. Kwa hiyo kwa sababu walikuwa wapinzani dhidi ya kumsimamisha papa, ikabidi mataifa haya yashambuliwe. Zeno wa Mashariki alitumia muda wake kuwashambulia Waheruli waliokuwa chini ya wadoasi, na mwaka 493 ndio pembe ya kwanza kung'olewa, 493 AD. Tuko pamoja hapo? Hiyo ya kwanza. Lakini kukaonekana bado kuna mataifa mangapi? Mawili bado, na wanaompigania ni yale yale yaliyokuwa chini ya Rumi ile ya zamani, lakini yamegawanyika. Kwa hiyo ikabidi sasa Justinian
akamtuma Belisarius kwenda kupambana na Wazandos mwaka 533 AD. Huyu Belisarius akaenda kupambana na Wazandos kufikia mwaka 534 akawashinda. Pembe ya ngapi imeng'olewa? Mwaka 534. Kumebaki adui wangapi? Mmoja. Yaani hizo ni falme zinafanya nini? Zinaangushwa ili kusiwepo yeyote anayezungumza. Maana huwezi ukatawala ikiwa kuna mwingine naye anayezungumza au anataka kufanya mashambulizi. Lazima ushinde ndio unaitwa mtawala. Sasa kukaonekana kuna Austrogoth. Huyo Justinian akamtuma Belisarius tena kwenda kupambana na Austrogoth kufikia mwaka 538 amewashinda. Kwa hiyo pembe tatu zilifanya nini? Zinang'olewa. Hakuna mpinzani. Kwa hiyo tunapoongea hiki cha namna sheria ya Jumapili ilivyoanza, ile ya wakati ule ni baada ya kushinda falme zingine zote. Na sasa hata sahihi, ili upapa upate nafasi, ni lazima sehemu zote zifanye nini? Zitiishwe. Tuko pamoja? Tunapojifunza historia au nabii, kuna mambo mengine tunajifunza kutokea nyuma, kwamba kulifanyikaje kule na sasa hivi kutafanyika kitu gani. Sasa baada ya kwamba wote wameangushwa, kilichofuata ni sheria za kanisa la nini? La Rumi zikaanza kufanya kazi. Mwaka 538, hicho ndio kipindi cha zama za giza ambacho kiliendelea mpaka 1798. Kanisa liko wapi wakati huo? Kanisa liko Ulaya, kitovu cha kazi. Lakini ndani ya siku hizo 1260 kanisa, kutokana na mateso yaliyoendelea kule Ulaya, ilibidi kanisa la Mungu lipate hifadhi nyingine mpya mbali na mateso ya Rumi, ambako huko sasa wakati ule wa Christopher Columbus aliyekuwa amevuka ametembea mpaka kule Amerika, akaenda kugundua kwamba kumbe kuna nchi. Kwa hiyo ikabidi arudi Ureno, na ndipo akaeleza, jamani, kuna nchi kule. Kwa hiyo wahanga wa kidini ndio waliokuwa sasa wamepata hifadhi mpya, wakaanza kuvuka kuelekea wapi? Amerika. Walipokuwa wakivuka, tayari watengenezaji ndani ya zama za giza walishaanza, wakina Wycliffe, wakina Jerome, wakina Hansi na watu mbalimbali, mpaka wakina Martin Luther kwa baadaye. Lakini walipokuwa hivyo, watengenezaji hao wameelezewa katika kitabu cha Danieli 11 kwamba lakini watapata kuanguka, lakini watakuwa kama mbegu. Lakini walipokuwa wakivuka kwenda kule, hao watengenezaji walikuwa wanaambiwa hivi, maana waligundua mambo machache katika kipindi cha zama za giza. Walipokuwa wakivuka wanasema hivi, jamani, wanashikana tena. Muda huo wengine wamekonda, wamepata shida kwa ajili ya imani ambayo sisi leo hapa tunasimama kutetea ukweli. Wamehama katika nchi zao mbalimbali kutetea ukweli, na sasa wanajaribu kukaa pale, wanakaa pale kama wakimbizi. Sasa wakati ule walipokuwa wakivuka kwenda Amerika, walikuwa wanasema hivi, jamani, mnavuka kwenda Amerika, lakini sio mambo yote tumesha yaona. Hicho Mungu atakachowafunulia huko, enendeni na hicho. Tuko pamoja? Ndani ya zama za nini? Za giza. Sasa ilikuwa ni wakati wa shida sana. Ndio hapo anaposema wakati huo wa mwisho hautakuja mpaka kwanza wamevunja nguvu za
watakatifu. Ninasoma hapa unabii. Kwa hiyo sheria ya Jumapili ndio iliyokuwa kiini cha maelezo hayo iliyotokea mwaka 538 hadi 1798. Na tunaposoma unabii hatusomi sehemu hii, tunachukua hapa, tunachukua hapa, tunachukua hapa. Lazima tuende pia maelezo ya Mwokozi ya sura ya 24 kwamba siku ya kuja kwa Yesu isingekuja mpaka kwanza kuwe na ishara ambazo zingetokea. Mojawapo ya ishara zilizokuwa zimezungumzwa, tetemeko la Lisboni, si mnalikumbuka? 1755 ndani ya zama za nini? Jambo lingine ni swala la jua na mwezi kutiwa nini? Mwaka 1780. Hayo yote tunayaona yakawa naleta yale maelezo ya Mwokozi kwamba sasa hapo mtajua kwamba kuko karibu, lakini sio mwisho umeshafika. Sasa katika hayo tunakuta 1780 wakati jua na mwezi vinatiwa giza. Je, kanisa lilikuwa wapi kipindi hicho cha zama za giza? Limeshakimbia kutoka Ulaya, liko wapi? Nyikani. Lakini nyikani wapi? Marekani. Kwa sababu unabii wa Ufunuo 12 unasema kwamba joka akatoa mto ili kumfanya yule mwanamke achukuliwe na ule mto, lakini anasema inchi ikamsaidia yule mwanamke. Inchi ikamsaidia mwanamke ni kinyume cha bahari. Kwa hiyo bahari ni watu wengi na inchi ni sehemu ya watu wachache. Sasa sehemu iliyokuwa ya watu wachache inayozungumzwa ni Amerika, ambako kule wenyeji wa kule walikuwa ni Wahindi wekundu. Ndio ambako sasa kanisa likapata hifadhi mpya. Sehemu kubwa ya watu walikimbilia Amerika miaka 1620. Wengi walikuwa wameshakimbilia kule Amerika. Kwa hiyo sasa macho yetu tunapoenda na unabii huu tunaangalia sasa kanisa liko wapi? Liko Amerika, ndani ya kipindi cha zama za giza. Sasa siku zikawa zinaendelea, lakini kalenda ni miaka 1260 iliyoanza mwaka 538. Kanisa linaendelea, liko kule mpaka watoto wa watengenezaji wamezaliwa kule. Watengenezaji waliovuka wamefanya nini? Wamekufa kule, mpaka ikafikia kudai uhuru Amerika hiyo hasa Marekani 1776. Bado watu wanaendelea kuongezeka. Sina muda wa kuelezea sana mengi hayo na maendeleo yao waliokuwa wakiyafanya, lakini taifa likaendelea kukua. Ni taifa la Kiprotestanti. Hawataki tena mambo yale ya Ulaya kuyaleta kule, mambo ya ulazimishaji wa dini na nini. Kila mtu afanye kwa uhuru anavyopenda yeye. Kwa hiyo likawa ni taifa la demokrasia. Sasa ndani mwake kwenye mwendo wa siku 1260, 1882 kule Amerika akazaliwa mtengenezaji wa Amerika ambaye anaitwa William Miller. Tusisahau hilo, kabla siku 1260 hazijaisha. Sasa wako kule Amerika, wameendelea kuishi kufikia sasa kule upande wa Ulaya sasa, ambako si ndio walikokimbia. Wamekimbia kule mateso kule, wamekuja nchi hiyo. Kule Ulaya, kwa sababu wakati wa Napoleon na yeye sasa, tunasoma unabii unaozungumza katika Ufunuo sura ya 11 kwamba ilifika mahali Ufaransa haikumtambua Mungu yeyote. Si mnakumbuka hizo habari? Yaani ilifikia kuasi hata miungu ya baba zake, liasi kabisa kabisa. Hakuna Mungu yeyote hapa, piga marufuku kabisa. Lakini baadaye ndio hiyo hiyo tena ikatumika kuja kurejesha mambo ya Biblia.
hiyo Ufaransa. Lakini unabii unasema achukwaye mateka atachukuliwa, auaye kwa upanga. Haya yakafika. Napoleon akamtuma Bethia kwenda kumkamata yule Papa Pius kule Rumi. Na ni kweli. Sasa hiyo naomba hiyo tarehe tuiweke mapema kabisa, na ndio mwisho wa tunasema ndio mwanzo wa siku za nini, za mwisho. Mwanzo wa siku za mwisho, tarehe 20 mwezi wa pili, Papa Pius akakamata, akachukuliwa mpaka Ufaransa, akawekwa gereza la inaitwa la Valence. Miezi 18 amekaa kifungoni, akafia kule 1799. Pale tarehe 20 mwezi wa pili ndipo Ufunuo 13 mstari wa 3, jeraha la nini, la mauti ilipopatikana. Unabii ukatimia. Na Mungu akizungumza huwa hapotezi hata dakika hii. Yaani maneno yake yamenyoka, ni makamilifu na ni kweli. Ilipokuwa inafika miaka 1260 basi Papa Pius akakamata. Kwa hiyo upapa haukujulikana tena duniani, ingawa si kwamba 1799 Papa Pius akafa manake wakakaa bila mapapa. Kwa upande wa kwao kama kanisa wakawa na papa mwingine 1780. 1800 nimesema 1799. Okay, ongeza mwaka mmoja, 1780. Tuko pamoja? Wakampata papa mwingine na tarehe zake zipo. Kwa hiyo akaendelea huyo papa, wanachaguana, wanaendelea hivyo hivyo, lakini sio ambaye anajulikana kama mtawala kama ilivyokuwa wakati ule wa nyuma, maana mamlaka alipewa na nani? Na zile serikali za Ulaya. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa muda huo serikali zile zile zilizompa hasa Ufaransa iliyokuwa ndio kipaumbele ikaondoa mamlaka yake hayo kimi na wa 1000 tunasema alikufa 1799, sawa. Baada ya kufa 1799, maana yake sasa ongeza moja inatuleta maana yake ndio alipochaguliwa papa mwingine. Tumesaisha hilo, tuko pamoja? Sasa pale hakukuwepo swala la nini, la upapa ambaye ana amri juu ya serikali. Umeeleweka jamani? Tusichanganye. Tumesema mamlaka ya dini yalipokubaliwa na serikali, mamlaka ya dini yakawa na mamlaka kwa nini? Kwa dini na serikali. Maanake serikali ikawa ni chombo mikononi mwa upapa. Saa hiyo pigo la mauti lilipotokea, upapa ukawa na nini? Na pigo la mauti. Hauna sauti juu ya nini? Ya serikali. Hizo pointi hizo za muhimu kuzitambua. Kwa hiyo akawa na mamlaka kwenye upande wa dini yake, sawa? Sasa kitendo hicho ndicho kilichokuwa kinazungumzwa. Mambo haya yatatimia, yatachukua muda gani? Maana yake yangechukua toka 538 hadi 1798. Kwisha, tarehe zikakamilika pale. Tumemaliza tarehe za kwanza. Kwa hiyo mwanzo wa siku za mwisho ni kuanzia tarehe 20 mwezi wa ngapi? Wa pili 1798.
wakati wa pigo la mauti lilipotokea la upapa. Haya, tunatoka tunakuja hesabu nyingine. Haya, twende mstari wa 8. Jamani, tunapotoka hapo kuna mtu ambaye tumemwacha kabla hatujaanza kutaja kitu kingine. Kama pameeleweka, tusonge mbele. Twende mstari wa 8. Tusome mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema hivi: nami nikasikia, lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Asante. Kuna swali namba ngapi katika sura hii? Swali namba 2. Swali la kwanza ni Daniel alikuwa anawaona, mmoja aliyesimama ng'ambo ya mtu na mwingine ng'ambo, akawasikia wanavyoulizana. Lakini hili swali namba 2 ni swali analouliza nani? Daniel. Sasa kama Daniel alikuwa anauliza, maanake ni sisi ndio tunaofanya nini? Tunaouliza. Alituulizia sisi. Anasema nami nikasikia, lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Sasa Daniel anaongeza swali lingine, anasema nini? Mwisho. Si unaona hapo? Mwisho wa mambo haya utakuwaje? Ikabidi napo majibu yatokea. Twende mstari wa 9 alafu na wa 10. Akasema, enenda zako Daniel, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Amen. Hapa jibu linalotokea linasema, Daniel, enenda zako, maana maneno haya yamefanya nini? Yamefungwa alafu na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Sasa kuna mwisho za aina mbili, mwanzo wa wakati wa mwisho na mwisho wenyewe. Tuko pamoja hapo? Lazima tuzijue tarehe zake. Lakini tunapojifunza hivi tupo hapa, lakini macho yetu lazima yanaangalia huduma ya Kristo kule wapi? Kwamba Kristo aliingia patakatifu mwaka 31 AD. Lakini je, ili aingie patakatifu pa patakatifu ilikuwa lini? Ni mwisho wa siku 2300 ndipo angeingia patakatifu pa patakatifu. Na tunapozungumza mwisho panaambatanishwa na swala la huduma ya mwisho anayoifanya Yesu kule wapi? Mbinguni. Ambayo hiyo huduma ya mwisho sio anafanyia kwenye chumba cha kwanza, anafanyia chumba cha ngapi? Hatuna chumba cha 3. Ndio maana panaitwa mwisho. Na zamani kuhani mkuu katika mfumo wa mwaka mzima, kuhani mkuu alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Akiingia pale, manake ni mwisho wa mwaka na ni mwisho wa huduma, hakuna tena. Haya, sasa hapa ndipo anasema hivi, wakati huo wa mwisho kutakuwaje? Hiyo kinachozungumzwa ni hali ya kanisa. Itakuwaje hali ya kanisa? Yaani ni kwamba kanisa lipo duniani na hilo kanisa ni kama kuigusa mboni ya Mungu. Kanisa lake ni mali ya Mungu, analiangalia kwa upendo usio na kifani, lakini anaangalia adui ambaye analiwinda hilo kanisa.
lakini anaangalia pia shughuli inayoendelea ya wakati huo wa mwisho ya kanisa lake itakuwaje. Mstari huu wa 10 unazungumzia wakati wa mwisho, sio mwanzo wa wakati wa mwisho, ila mwisho wenyewe kuna shughuli inayoendelea ambayo hata wengine hawaijui, na kama akiijua basi yuko kwenye kundi la wenye hekima, na kama asipojua atakuwa ni mbaya, ataendelea kutenda mabaya wala hata elewa. Sasa hii inazungumzia nini? Wengi watajitakasa. Ni wakati gani ambapo Kristo ameingia kutakasa hekalu? Nitangia lini? Tarehe 22 Oktoba 1844. Hiki ndicho kinachozungumzwa kuanzia tarehe hiyo mpaka hizi siku tunazoishi. Ni siku za kujitakasa, ni siku za kusafika, ni siku za kuishi maisha aliyoishi Adamu kabla hajaasi. Napo panaeleweka? Sasa hili ndilo jambo na ni siri kubwa ambayo Mungu ametupa. Yaani huduma ile inayoendelea pale, tunapozungumzia swala la kutakaswa kwa hekalu, ni kazi pia ya kuwatakasa watu wake walioko duniani. Wakati wote kwa lugha nyingine, hizo ni lugha za kinabii, lakini pia maana yake kutakasa hekalu, maana yake pia ni saa ya hukumu. Unapozungumza muda mwingine anasema hukumu ya upelelezi inayoendelea mbinguni. Katika taratibu za kimahakama kuna siku za kwenda kusikiliza kesi zinakuwepo, lakini kuna siku ya nini? Ya hukumu. Ni hii ndio maana mahakamani wanaanza kusema, nakuja kusikiliza kesi, wanasema haya, nenda rudi, nenda rudi, lakini baadaye wanasema sasa tunaenda kusikiliza nini? Hukumu. Hukumu ni siku hii ya kuishi au kunyongwa, inatokea siku hii moja. Sasa sisi kama watu wa Mungu, ni nani anayehukumiwa au mshtakiwa kwenye mahakama hii? Ni kanisa la Mungu, sio watu wengine walioko duniani. Ni kanisa la Mungu, watu wa Mungu. Tena inasema wanaojidai wanakwenda mbinguni ndio washtakiwa pale. Hebu niulize swali, ni nani katika mahakama hizi za dunia wanaokwenda watu wanaohusika na mahakama pale? Ni wale watu waliopeleka kesi au wasiopeleka kesi? Si waliopeleka kesi. Kwa hiyo hao wengine hawa hawana kesi na hiyo mahakama, inawahusu wale wanaotaka kwenda wapi? Mbinguni, ndio wanaokaguliwa. Okay. Wengine watazamaji. Alafu ndio maana tusishangae sisi wao wakikosea mambo ya sheria hata za Mungu. Hawana shida, ila kosea wewe, anasema hivi na wewe unafanya hivi, amuona? Wow. Kwa nini? Sisi tumejitangaza. Nishaona hapo. Wala sio swala la kuchukia. Sisi tumejitangaza kwamba sisi tunaenda mbinguni. Kwa lugha nyingine pia za kibinadamu, swala la kuingia kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu, maana yake ni ukaguzi wa passport. Anayekwenda kuvuka nchi nyingine ni lazima awe nani? Haya, sasa watasema kwa vile umesema na passport, ngoja pita tu. Wanafanyaje? Hebu upande wa huku unapotaka kuvuka unasema hebu lete passport. Anaangalia, wanajaza, wanasema tumeona ni sahihi, afanye nini? Avuke. Wale nao unapovuka kule wanasema okay, tunashukuru. Wanaiangalia mjaza, na wenyewe wanafanya nini? Wanajaza kwamba huyu mtu tumefanya nini?
tumempokea, tumemkagua, tumeona ni sahihi, na sasa tunamkubali, yupo kwenye nchi yetu. Kisheria huyo mtu saa hiyo sio yuko Tanzania, ni mtu wa wapi? Wa kule. Akipotea, Tanzania inadai, inaweza ikashtakiwa ile, kwa sababu ameenda kule, na atakapotoka kule ili arudi huku, ni lazima apitie vile vile kuonyesha kwamba yule mtu aliyekuja kwetu amefanya nini, amerudi. Jamani, tuko pamoja? Mbingu iko zaidi ya hayo ya binadamu wanayoyafanya. Sasa maana ya muda mwingine lile pazia, maana yake ni immigration. Hatuwezi kwenda mbinguni bila kupitia immigration. Tuko pamoja? Hatuwezi tukaenda kukutana na Mungu kule ikiwa hatujapitia immigration. Ni lazima passport yetu ijazwe vizuri na kuthibitisha kila kitu kimeenda kwa usahihi kabisa. Nikizungumza hivi, nina maana ya kwamba ionekane kwamba tumeishi maisha ya kweli na sahihi yanayopatana na kuingia wapi? Kule, kuonekana usoni pa Mungu, uso kwa uso. Mpaka hapo tuko pamoja jamani? Yaani manake tusije tukazungumza kwamba sisi hatuwezi kufikia kuwa wakamilifu kama Mungu alivyo, tutakuwa tunashusha kiwango. Lengo ni kusema na mimi nifikie nini? Ukamilifu, na Mungu nisaidie. Hayo ndio maamuzi magumu. Na sasa basi, tukizungumza kwenye chumba kile cha patakatifu, kinamaanisha kwamba ni saa ya kupitisha majina yanayostahili kwenda mbinguni. Meleka hapo jamani? Na hayo yameanzia kwa waliokufa, mwisho yatakuja kwa walio hai. Sisi wote anasema sijui, hiyo sijaambiwa kwamba ni lini taanza, sijajua. Sasa katika kipindi hiki pia cha tunazungumza ni kipindi cha Laodikia. Katika utaratibu wa Agano Jipya ni kwamba hiki ni kipindi cha 7. Na unajua neno 7 manake ni kamili, si ndivyo? Sasa hiki kipindi cha Laodikia kimepitishwa kupitia mchujo, kupitia ujumbe malaika wa kwanza, wa pili mpaka wangapi? Na sasa kuna ujumbe wa malaika mwingine. Baada ya kushindwa waliodhaminiwa ujumbe wa malaika watatu, kuna malaika mwingine aliyeanza kazi. Na hiki kitu hakijulikani. Kwa sababu gani? Ni kwamba aliyeanza darasa la kwanza, hebu niulize swali, darasa la kwanza wanapokwenda shuleni huwa wanafanya mtihani? Hawafanyi. Bali unakuwa ni wito wa kwamba jamani, jiandikisheni shuleni jamani, kumekucha, jiandikisheni. Okay, wanakuja wanasema wewe kabila fulani hatukutaki. Ni watu. Maana ya ujumbe malaika wa kwanza unaweka makabila yote, lugha zote, jamaa zote na mataifa yote, njoni. Haya, baada ya kuingia kwenye darasa hilo la kwanza, ujumbe malaika wa kwanza, shughuli inaanza ni kwenda darasa la ngapi? Ndio pana nini? Na mara nyingi sio wote wanaenda. Mtihani ukifanyika, haya ndipo watu waliofaulu wanakwenda darasa la ngapi? La pili. Haya, tunasoma nini? Taarifa za ujumbe malaika wa kwanza kwenda wa pili. Walikwenda wote? Walifeli. Na senta ya kituo ni Marekani, tusisahau. Waliokwenda Marekani ndio walioshindwa mtihani. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo wengine wakafaulu kwenda malaika wangapi? Wa pili. Hesabu ilikuwa ni 50,000.
kutoka wa pili kwenda watatu ni watu, tena inasema karibia 50. Haya, na wale waliokuwa wamefika ujumbe wa tatu, swali, walioishia kwenye ujumbe wa kwanza wa kwenda wa pili wanajua habari za wa pili pale? Ila wanaojua ni nani? Wa kwanza na wa pili, nani wanaojua? Waliofaulu, si ndivyo? Okay. Na waliokwenda watatu wakaishia wengine wa pili, wanajua habari za watatu pale? Ila wanaojua ni nani? Ni wale watatu, si ndio? Ndio watakao wasaidia hawa ili kwenda pale. Okay. Na wale walioishia watatu, kuna kitu kingine kimekuja, hawakijui kilichotokea, watajua. Nani wa kuwasaidia? Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja? Nina maana ya kwamba sisi hapa tuna dhamana nzito zaidi ya kujua huu ukweli. Wenzetu wanajitahidi kwa kila njia, hata wanajaribu, sio wanaenda namna gani. Sisi tupo hapa, tunatakiwa kujifunza hatua hizi ngapi? 3 kwa uangalifu, na namna ya kuwasaidia hao walioishia ujumbe wa 3, walioishia ujumbe wa ngapi? Wa pili, na walioishia wangapi? Tuna kazi ya maeneo hayo yote tunafanyia kazi, lakini tuko ndani ya kipindi cha nini? Cha utakaso, cha kusafika na kuwa weupe. Vitu vya kusafika ni hivi vifuatavyo: mtainua misingi ya vizazi vingi. Misingi ya vizazi vingi kule Mwanzo, suala la ndoa. Ndoa ni takatifu, inashikilia amri ya 7 na ya 10. Msingi mwingine wa pili, utunzaji wa Sabato wenyewe unavyotakiwa na taratibu zake, amri ya 4, na ndio lipo jina la Mungu. Jambo lingine la 3, afya. Mwili huu unatakiwa uwe mtakatifu katika suala la kula, kunywa na kuvaa. Hatuendi mbinguni kujilia ovyo, kuvaa ovyo, kunywa ovyo. Hizi zote ni zana za kutufanya kuwa mamisisi wa Yesu. Unajua habari za mamisisi? Ili aweze kuwa misisi, wanajinyima kwa vitu mbalimbali ili wafikie sifa za kuwa misisi, washinde mitihani yao. Sisi tumepewa hivyo nuru hizi tulizo nazo alizotupa Mungu za kutufanya mamisisi kwa ajili ya kukubalika mbele ya Kristo, ili tufanye katika pambano lote na hatimaye kushinda. Hakuna mtu anayeweza kuwa mshindi pasipo kupitia tunasema changamoto mbalimbali. Hawezi mtu taitwa mshindi. Umeshinda nini? Cha kwanza, kushinda tabia. Hilo ndio jambo la kwanza, na mengine yanayofuata. Hatujaitwa kwamba tutaingia mbinguni kilele mama, hapana, kwa kafara nyingi. Tena nilikuwa nasoma leo asubuhi nikashangaa, anasema tunapitishwa hivyo kwenye majaribu ili kuwa na ujuzi wa kufikia ushindi. Kwa hiyo kipindi hiki cha 7 ni kipindi ambacho nuru zote za kule mwanzo kabla mwanadamu hajaasi, zote ndio zimekuja kipindi hiki. Ndizo zinatuandaa sisi kuingia mbinguni, yaani kuishi maisha ya mbinguni tukiwa tungali hapa duniani. Hayo ndio maisha yanayoitwa ya utakaso. Ndio maana sisi hatuwezi kulinganishwa na kipindi cha mitume, hatulinganishwi na kipindi cha wakati wa Nuhu. Sisi ni watu wa pekee. Na ndio maana katika ukaaji wa kule mbinguni, kule mbinguni kwenye safu za kukaa, hili kundi hili ni namba 2 kutoka kundi la kwanza la wabaya sana wakaokolewa kama kinga, lakini hili
Ni kundi la pekee linaloitwa ni la watu watakatifu, walioishi kipindi ambacho wengine wanasema sheria ya Mungu haipo, wao wakasimama kusema sheria ya Mungu ipo. Hili ni kundi la pekee yake, alafu limeshuhudia mambo mengi na limeishi maisha ya mbinguni. Yaani tunasema kwamba sisi tunaishi saa hizi, tunaiangalia kama vile watoto wa Adamu walikuwa wanasali hapa kwenye lango hapa, alafu mzee Adamu anawaonyesha sisi tulikuwa tunakaa wapi. Leo sisi ndio tupo hapo. Na wakati wao walikuwa nakula nini? Wakati Adamu yupo anawaambia sisi wao tunakaa mule. Alikuwa nakula nini? Alikuwa nakula nyama. Alikuwa nakula nini? Mboga za majani, alafu na nini? Na matunda. Ndio tulipo sisi saa hii. Na mawazo yetu yanaonyesha, wakionyesha huku, mbona huku tulikula hivi, tulifanya hivi na hivi. Tunasema huko ni mzunguko, tulipitia huko, wazazi wetu walipitia, lakini saa hizi tunapaona kule wapi? Nyumbani wanakula vipi. Kwa hiyo hayo yanaambatana kwamba maisha haya tunayoishi sisi ni kipindi cha utakaso, unatuandaa kuhamishwa au kubadilishwa tukiwa tungali hai, kwa sababu Yesu hatakuja kubadilisha watu, anakuja kuwachukua waliokwisha kubadilika wenyewe kama wenyewe. Yesu anakuja tu kuwatukuza, na kipindi hicho cha tatu, hicho aliyoko kule ndani, ni kipindi cha hatua ya mwisho ya kutukuzwa, kuishi usoni pa Mungu mwenyewe. Amen. Tuko pamoja hapo? Kwa hiyo ndio maana kanisa la Mungu likaongozwa hatua kwa hatua ili kufikia hizi hatua za utakaso, za maisha matakatifu yasiyo na wa. Hilo ni kundi la peke yake lenye kiwango cha juu kuliko makundi mengine yote. Na sister wetu pia ameeleza, alipokuwa amefika kule, amemwona mzee Enoch, akamuuliza, hivi wewe ulipochukuliwa kule duniani na maana ndio naishi hapa? Akasema, hapana, mimi nimekuja kutembelea hapa, mimi nakaa mjini, nimekuja kutembelea. Sasa nilimwona anaishi kwa maisha ya uhuru kabisa, anatembea kwa uhuru. Akasema sasa anatakiwa aondoke. Anambia, mimi sitoki hapa, mimi nitabaki hapa hapa. Akaambia, inabidi urudi. Ukiwa mwaminifu utakuwa pamoja na wale 100. Hili ni kundi la pekee yake. Bwana asifiwe sana. Si mnaona viwango vyake kwamba vinafanana? Jamani, mimi nieleze, tumependwa. Na kama tumependwa, tuwe na ufahamu, tutambue thamani yetu. Sisi sio watu wa kufika mahali tukawa tunapoteza muda au tunafanya mambo ya mizaha. Tujitambue. Hatuwezi sisi tukafika mahali tukaanza kupiga karata. Tuna muda sio wa kupiga karata. Sisi tufike mahali tunaanza kucheza nini? Zile bao zile. Tuna muda huo sisi? Kama basi nafanya hivyo ili niwachukue hawa waokolewe, niseme nilifanya karata ili niwapate hawa, lakini sio nifanye karata. Sijui kama inaeleweka ninachokiongea. Hatuna muda. Na akili zetu muda wote ziwe na tafakari kubwa. Sisi ni watu wa thamani, ni wa pekee kwa kuyajua haya. Na ndio maana tunapowapelekea watu ujumbe, lazima tuende, tusije tukakosea wakaukataa. Na kiukataa amejiwekea hukumu. Ndio maana tunahitaji tuende kwa maarifa yote na hekima zote, namna ya kuziteka fikra zimtii Mungu ili apate wokovu. Amen. Asante. Sasa nilikuwa nazungumza swala la daraja hili litakalopatikana kipindi cha Laodikia cha 7. Amen.
Walizungumza kwamba ni ujumbe ule wa kwanza waliosema Marekani basi ilikuwa ni basi. Sasa sikuelewa kwamba walikuwa wanasema Marekani ndio walikuwa wameanguka. Okay, asante. Nadhani walioenda Marekani ni wale waliokuwa wakipigania imani. Alafu walikuwa na mtu mzee mmoja ambaye kama alikuwa anakaa kwenye lango ile la kuingilia wakati wale wanasema, akawaambia kuna viumbe hapa, sio kwamba tumejua vyote, bali tutapata mafunuo yako, mafunuo mengine bado yeye hakwenda, alibaki pale. Ipo andikwa. Kwa hiyo sio kwamba yote walikuwa wameyapata karibu. Pia kama papa anazungumza hapa, ndipo ndio makini sana. Wakati kanisa limetoka Ulaya linaelekea wapi? Kipindi cha siku 1200. Alioenda kule sio Wasabato. Alioenda kule ni hawa ambao tunapata wa Protestant. Kwa na Protestant inasadikika kwa kulikuwa na makanisa 8 walioenda kule, ndio Protestant. Kwa kifupi ni Protestant. Kwa hiyo Usabato ulishafutwa. Ukumbukeni kuna unabii ambao unaosema ndani ya siku hizi 1260 ataazimu kubadili majina na nini na sheria, kuwadhoofisha watakatifu. Na ndio kipindi hiki ambacho sheria namba 2 ilipofanyaje kubadilishwa, na pia na namba 4. Yaani sheria 2 imechukua siku 1200 na ngapi kuzibadilisha. Pamoja na hayo sio kwamba ndio alishinda, ndio alimaliza. Hapana. Maana mwisho wa yote bado watu wa Mungu walikuwa kuibuliwa 1844. Kwa hiyo alioenda Marekani ni Protestant. Tukijua hivi hatakosea. Ndio maana mzee akagusia wakati wa kipindi hicho kuna mkulima mmoja aliyezaliwa ambaye anaitwa nani? Baada ya siku zile yaani kukamilika tu au ndani ya siku zile akazaliwa, alafu baadaye akaja akachukua sasa ile adhima yote ya kutoa unabii, kuona sasa kama yule alivyosema kwamba jamani, hata huko mnako kwenda mtafanyaje? Mtafunuliwa. Bwana asifiwe sana. Jamani, mimi nasisitiza tuyafahamu vizuri mambo ya historia ya nini ya kanisa, kwa sababu saa hii muda ni mfupi. Kanisa letu limetembea, tulifahamu kuanzia Edeni. Hili kanisa limeanza na washiriki wangapi? Majina yao Adamu, futa. Membership ya kanisa hili haijaanza na Adamu na Hawa. Imeanza jina namba 1 Adamu, wa pili nani? Adamu. Umeeleza? Ngoja kwanza, sio Adamu wa pili. Sawa, uko sahihi.